Sana mwana michezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani, na ripoti kutokea hapa mitaa ya stesheni Kaburi Moja jijini Dar es Salaam. Mimi niko na William wa Simba, ndugu yangu, familia, tunakwenda ya kuzungumza yale ya kimichezo na burudani. Kuna jina limeongezeka hapo, naliacha unapotaja William wa Simba, wakili msomi. Simona niko na William wa Simba aka wakili msomi. Naam, hapo umetendea jina haki kabisa. Kutendea haki. Hapo umetendea haki kabisa. Kwenye jina. Bwana wakili msomi, basi tuanzie hapa bwana. Jana nimemshuhudia mnyama Simba Lunyas akifanya yake na kufanikiwa kuelekea katika hatua inayofuata ya nusu finali. Mlitarajia hili Selemani Mwalimu kuingia kambani? Naam, kwanza namna ambavyo kocha wetu siku ya jana ambavyo alipanga kikosi, tunaweza tukasema alibalance kutokana pengine na hadhi ya Mapinduzi. Alijaribu kuwaweka wale wachezaji muungano muungano kutokana na hadhi ya muungano. Alienda kuweka kikosi kizuri sana, wale wachezaji ambao tulikuwa hatuwaoni kwenye mechi nyingi ambao tuliwamiss. Nadhani mimi nahudhuria sana kwenye meeting nyingi za Simba, sikuwahi kujua kama Mohamed Bajabili yupo da. Kujua kama Mohamed Bajabili yupo da. Lakini siku ya surprise imekuwa surprise jana, nimeenda kumuona mabeki wengi sana kama Mbegu, wakina Radak Chasambi, pia ndugu yangu Arandi wa Mbeya Mwangosi. Mwangosi umemwona? Ule ndo uwanja ambao ulimsajili na ule ndo uwanja ambao utamfanya watu wasitishe usajili. Kwa maana kwamba pale ndio palimuonyesha kile kiwango Simba Sport Club, tukavutiwa na kiwango chake, ndio tukaweza kumpa mkataba mnono aje Simba Sport Club. Lakini pale pale pia ndio panafanya kwamba ile ndio mechi ya atma kuamua kwamba Mwangosi aendelee au Mwangosi asiendelee. Kwa nadhani tutakapoenda nusu finali mpaka kwenda finali ndio tutaweza kuchagua kwamba Mwangosi ili kusudi aendelee na contract yake. Lakini kwa kitu ambacho amekifanya jana, japokuwa ameshindwa kufunga, ameonyesha yeye ni Arandi wa Mbeya. Kuna acrobatic moja kaka, ile angefunga lilikuwa ndo goli bora la muungano. Lakini kwa kuwa imeshindikana, tunawapongeza Simba Sport Club kwa namna ambavyo wamecheza na kwenda kuwin. Issue ya kuwin sio lazima uende ukawin goli nyingi. Kama hata ukiwin goli moja lakini umefika kwenye malengo yako, inatosha. Inatosha kwa sababu wenzetu wanasema mmewafunga au mjewafunga magoli mengi. So mpango wetu wa kwenda kufunga magoli mengi, mpango wetu ulikuwa ni kwenda katika hatua ya robo finali. Lakini tunasogea katika hatua ya nusu finali, tunaenda kucheza na Mlandege. Mlandege nadhani Mapinduzi ile walishawahi kutufunga sisi kwenye finali. Mwamba mmoja anaitwa Kandanao ambao sasa hivi yuko TRA. Alitufunga pale tukaenda kuondoshwa. Kwa hiyo nadhani kwenye mechi inayokuja tunaenda kwa serious. Pia tunaweza tukaenda kwa kudharau, inategemeana na mpinzani wetu. Sisi kwenye muungano tumeenda kwa ajili ya Yanga. Nyie kwenye muungano? Tumeenda kwa ajili ya Yanga. Kama Yanga akitolewa na Azam na sisi tutajitoa. Kama Yanga akitolewa na Azam na sisi tutajitoa. Kwa sababu sisi tumeenda kule kwenda kuwafuata wao. Nyinyi mmeenda kuwafuata? Sisi tumeenda kule tumeenda muungano kwenda kuwafuata Yanga. Kwa kama ataenda kutolewa na Azam na sisi tutatolewa. Sisi tunahamu tucheze na Yanga finali. Tukitoka hapo nadhani itakuwa ndio mechi ya kwanza, dabi ya kwanza ya maandalizi, baadaye tunaenda kucheza dabi nyingine tarehe 3. CRDB tena tukutane ili kusudi tuoneshe nani ni baba wa mpira wa Tanzania. Msimu huu tuna dabi hizo 4. Kwenye ligi si 2. Moja hiyo ya muungano, ingine iwe CRDB. Tutaona kwenye hizo mechi 4 nani ambaye anaenda kunufaika. Sasa hivi Yanga wao kwa upande wao wanatamba kwa sababu hatukuweza kuwafunga Zanzibar. Simba pia na yeye anatamba kwamba goli letu lilikuwa halali, lilikataliwa. Kwa nadhani dabi hii ambayo ya kwanza, dabi ya tarehe 3, itaenda kuonesha nani ambaye baba wa Tanzania kwa mpira, kwa sababu maneno yamekuwa ni mengi. Sasa haya maneno ngoja tuyafanye yawe vitendo. Kwa hiyo mimi naombea sana Yanga akamfunge Azam, na pia na mimi nitaenda kuwaombea dua Yanga ili kusudi waende kuwin. Simba pia tutapambana, japokuwa mpinzani wa Mlandege, timu za Zanzibar tunajua namna ambavyo zinakamiaga timu kubwa, twende tukawin ili kusudi tukakutane finali. Unawazungumzia Mlandege, nikiwanukuu miongoni mwa michezo mbalimbali ikiwa ni finali ya michuano ya Mapinduzi, Simba Sports Club ilishawahi kucheza dhidi ya Mlandege finali na Simba walichapisha mpaka jezi ya ubingwa, lakini Mlandege alitibua ubingwa wa Simba Sports Club Mlandege baada ya kumfunga Simba Sports Club. Pengine hii inaweza ikawa kama ni mechi ya kisasi kwa Simba Sports Club. Naam, inakuwa ni mechi ya kisasi kwa sababu Mlandege aliacha kula ndege akaenda kumla Simba. Mlandege alimla Simba. Kwa hiyo mechi hii hapa kama wenzetu wataenda katika hatua ya finali na sisi tutafanya juhudi kubwa kwenda kuifunga timu ya Zanzibar. Tunajua hii timu ya Mlandege ndio timu ambayo inasumbua sana timu hasa za kutoka bara. Kwa sababu Mlandege alishawahi pia kumfunga Yanga katika historia, amemfunga Singida, alishawahi kumfunga na Azam
pia na Simba Sport Club lazima twende tukafanye kisasi, lakini endapo Yanga ataenda. Yanga ataenda katika shida yenu ni Yanga. Yanga aende kule. Akienda Yanga na sisi tunaenda tunamfuata. Lakini pia Mlandege kama Yanga ataenda lazima tukacheze vizuri. Tunajua Mlandege kwa timu za Tanzania nyingi amezifunga. Akiwa ndugu zetu nadhani juzi Singida amerudi. Na ndio maana hata msemaji wao amesema kama unamcheka Mlandege hujawahi kufungwa. Timu zote Mlandege ashawahi kuzifunga. Alishawahi kumfunga Yanga kwa wakati wake, alishawahi kumfunga Azam, hata hivi Singida na Simba. Azam hajamfunga. Simba na Yanga wameshafunga. Simba ya. Kwa hiyo ameongelea kwa timu kubwa ambao tumetoka huko kwamba msimcheke kwa sababu timu zote alishawahi kuzifunga. Tena Simba Sport Club alitufunga kwenye finali. Kwa hiyo mimi nadhani kama Yanga wataenda sisi itakuwa ndio mechi yetu ya hatma. Nadhani kesho. Kama Yanga anacheza na Azam kesho. Kesho. Nadhani baada ya kesho sasa ndo tutaamua. Tuende au na sisi tuwafuate Yanga. Turudi nao boti moja. Au kama wakitangulia na boti la asubuhi sisi na jioni. Kama msimu jana vile tulivyotegeana. Ameanza Yanga, Simba kaja akafuata. Nadhani itakuwa ni rahisi kiasi gani kwa upande wenu kama Young Africans atafuzu kuelekea hatua ya fainali dhidi ya Azam kwenye mchezo wao wa kesho wa nusu fainali? Hapo ndo ambako tunapataka. Kama Yanga atafuzu, sisi sasa inatakiwa twende kwanza tukaoneshe kile kitu ambacho kilitokea, kwa sababu tulishawahi kukosa matokeo kwenye uwanja ule kupitia waamuzi ukaenda ukawafeva Yanga. Kwa maana kwamba tuligawana alama moja ambazo zilikuwa ni kama alama za dhuluma. Kwa hiyo sisi tunataka tuwaonyeshe kwamba walipataje draw katika ile mechi. Nyinyi mnataka kwenda kuwauliza Yanga kwenye uwanja ule, Yanga waulize nyinyi. Sisi ndo tunaenda kuwauliza kwamba mlipataje ile draw ya kugawana sisi alama moja. Kwa hiyo nadhani kupitia mechi hiyo tutaenda tuonyeshe kwamba nani ni baba wa mpira. Ukiachana na maneno ambayo mashabiki tunakuwa tunaongea huku, iende sasa ikawe vitendo. Kwa sababu tutacheza hapo nadhani finali kama 26, si ndio Baada ya finali 29. Baada ya finali tunakaa siku kadhaa, tarehe 3 tena kinawaka. Ambako Simba bado tumeficha silaha zetu, bado hawajui ni wapi ambako sehemu tutaenda kuwachinjia. Mpaka leo Simba hatujatangaza uwanja. Umezungumzia baada ya tarehe 29 kituo kinachofuata kwenye kurejea kwa ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League ni mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Huu nyie mnautazama ni mchezo wa namna gani kwa upande wenu? Maana Simba Sports Club ndio atakuwa wenyeji wa uwanja dhidi ya Young Africans. Young Africans kupitia msemaji wao anasema popote mtakapochagua nyie, wao kwao ni shwari. Watakuja, watacheza na alama 3 wataondoka nazo. Kwa mimi matamanio yangu niko tofauti kidogo na wengi ambao wanachagua viwanja. Mimi natamani hapa Benjamin Mkapa kwa sababu wakati mwingine dabi inaweza ikawa ni dabi nzuri, wachezaji wamejiandaa vizuri, lakini unapeleka kiwanja ambacho mpira utembei. Kwa hiyo napenda sana kuona wachezaji wao wanafanya vile vitu uwanjani ambavyo mpira unasapotiana na uwanja. Kwa sababu dabi ukipeleka Arusha sio kiwanja cha quality ya kwenda kuchezea dabi. Tutawakaba, yani sisi tutawakaba wachezaji wetu wakina Ribasi Gwe, wakina Onset Oura watashindwa kwenda kutembea na chaki pembeni. Kwa hiyo mimi nadhani Benjamin Mkapa hapa pia tuwape fursa mashabiki ambao wanatoka mikoa mbalimbali. Dar es Salaam nadhani inakuwa kwao ni kama katikati, kuliko tukawavusha maji kuwapeleka Zanzibar, gharama zitakuwa ni kubwa. Mimi nadhani kwa upande wetu kama tumejipanga vizuri, kiwanja ni chochote, hata kama ukicheza juu ya bahari brother, kama una kikosi kizuri, popote pale unapata matokeo. Hata hapa kaburi moja ukiweka goli hapa, goli kule, unaenda kupata matokeo. Mimi sidhani kwamba kiwanja kinaweza kikakufeva wewe zaidi uende ukapate matokeo. Inshi kubwa ni kwenda kujiandaa. Tunaenda kucheza na Yanga, ni mpinzani mzuri na pia ni mpinzani mgumu. Pengine Yanga ndio timu ambayo kwenye ligi inaongoza kwa safu bora ya ulinzi na safu bora ya ushambuliaji. Kwa hiyo tunajua tunaenda kucheza na timu bora na timu ambayo inahitajika kwamba kocha kwenye uwanja wa mazoezi pia hata psychology kwa wachezaji wetu iende ikawe nzuri zaidi kusudi kwenda kuwini mchezo huo. Mchezo huo ndio unaenda kuamua nusu atma ya ubingwa wetu msimu huu. Kwa sababu tukichukua zile pointi 3 kwenye gap pale, tunabakia na pointi hizo mbili, yoyote yule atakuja atupatie sisi twende kuwa mabingwa. Kwa hiyo mbili yoyote atakuja kutupatia twende kuwa mabingwa. Uwezi ukavuka kigezo cha kuwa bingwa bila kumfunga Yanga. Uwezi kuwa bingwa wa ligi hii bila kigezo cha kumkwepa Yanga. Yaani usimfunge Yanga uzunguke huko. Issue ya kwanza wewe mfunge Yanga. Kama sio mechi moja nadhani, yani kwenye hii mechi moja ambayo imebakia, Simba ili kusudi tu mabingwa lazima tumfunge Yanga tarehe 3. Na mkimfunga Young Africans mnaona Simba anakwenda kuwa bingwa? Ni bingwa kwa sababu hamna timu ambayo itaenda kutuzuia. Nadhani Azam sisi tushamalizana naye, ndio timu ambayo kidogo inaonekana. Japokuwa ligi inapoenda inakuwa ngumu sana kwa sababu kuna timu ambazo zinaogopa kushuka daraja, kuna timu ambazo zipo kwenye danger zone zinataka zijihakikishie zinamaliza kwamba hazishuki, zipo kwenye msimamo. Kuna timu zinataka zijihakikishie zipo kwenye top 4. Kwa hiyo ligi kwenye duru la pili inakuwa ni ngumu sana. Ligi inakuwa ni ngumu sana, lakini sisi tumejipanga kupitia ugumu huo kwenye kila mechi ambayo tunaenda twende tukawini matokeo. Lakini vipi kama Young Africans wakipata matokeo sasa?
kwenye ligi kuu sio rahisi na haiwezekani. Yaani Yanga wakiwafunga nyinyi tarehe 3 sio rahisi na haiwezi ikawezekana, kwa sababu sio rahisi Yanga Africans kuwafunga Simba na haiwezi kuwezekana, akijitahidi sana Yanga labda draw, lakini sio Yanga Africans akijitahidi sana labda sana. Kaka, kwa kitu ambacho kimetokea kwenye dabi ya kwanza nadhani uliona Yanga hawa sema ni mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo Yanga timu yao yote ni Waislamu, Simba timu yao yote ni Wakristo. Pia na kwa Simba ilikuwa ni Kwaresma. Yanga ilikuwa Ramadhani, Simba ilikuwa ni Kwaresma. Kwa kote ilikuwa imebana. Wao ndo wana historia mara nyingi kuwafunga mkiwa nyumbani. Tukiwa nyumbani. Mlifungwa 5-1 mkiwa nyumbani. Mlifungwa 2-1 mkiwa nyumbani. Lakini pia vile nakukumbusha pia kwenye ngao ya jamii, wewe kama ulikuwa nyumbani ulifungwa 1-0. Ambayo ile ya Kigoma, si ndio? Sawa, tulikuwa tunawakaribisha wageni wakija nyumbani tuwafanyie ustaarabu. Sasa hizi mnatamba na Libasege? Hapana, yani sisi tuna wachezaji wengi ambao sisi tuna silaha, hatujaonyesha bado silaha zote, bado tumeficha silaha. Kwenye vita yoyote nadhani utaki kuonesha silaha zako. Mechi ile alikuwa ni Mwalimu, mechi hii hapa Libasege na Aniseti Yaura. Shukrani sana. Asante sana.